Wapendwa ndugu zangu, ni Ijumaa Kuu. Ujumbe tunaopata ni huu: wokovu wa binadamu umetundikwa juu ya msalaba. Ibada tunayoazimisha siku ya Ijumaa Kuu imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni liturujia ya neno. Kiini chake ni simulizi la mateso ya Yesu ambayo inamalizika kwa maombezi kwa watu wote. Sehemu ya pili ni kuabudu msalaba mtakatifu, yaani uokovu wa dunia umetundikwa juu ya msalaba huo, ndiyo Yesu Kristo mwenyewe. Na sehemu ya tatu ni ibada ya komunyo takatifu. Msalaba ni chimbuko la huruma, upendo na msamaha, ni mwaliko wa toba, uongofu wa ndani na upatanisho. Msalaba ni alama ya ushindi. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 52 aya ya 13 hadi sura ya 53 aya ya 12. Tumesikia mtumishi huyo ambaye Mwenyezi Mungu ametuonyesha kutoka kwetu. Tafakari hii, ndugu zangu wapendwa, tunapotafanya tafakari hii ya Ijumaa Kuu, tujue kwamba leo ni siku ya kukaa kimya, kuzama ndani na ya mtima wa mioyo yetu, kutafakari mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo kilichotuletea wokovu, kama inavyoashiria sala ya mwanzo tunavyosali hivi. Padre anaposali anasema: E Mungu, kwa mateso ya Kristo mwanao Bwana wetu, umetuondolea mauti tuliyorithi sisi binadamu wote kwa dhambi ya kale. Utujalie sisi tuliozaliwa na hali ya kibinadamu kwa maumbile, vivyo hivyo tuzaliwe na hali ya kimungu kwa kutakaswa na neema yake. Siku hii ya Ijumaa Kuu, kanisa aliazimishi sadaka ya misa takatifu, kwa sababu ni siku ambapo Yesu mwenyewe alijitoa sadaka msalabani. Hali kadhalika, siku ya Jumamosi Kuu, kanisa aliazimishi sadaka ya misa takatifu. Liko kimya likiyawaza mateso na kifo cha Yesu. Meza takatifu, altare ya Bwana liko kimya, altare ya Bwana ikiwa tupu mpaka zitakapoanza sherehe za Pasaka baada ya kesha takatifu au mkesha wa ufufuko. Hapo tena sherehe zitaendelea muda wa siku 50. Ibada tunayoazimisha siku ya Ijumaa Kuu imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Kama tulivyosema, sehemu ya kwanza ni liturujia ya neno. Kiini chake ni simulizi la mateso ya Yesu ambayo inamalizika kwa maombezi ya watu wote. Sehemu ya pili ni kuabudu msalaba ambao wokovu wa dunia umetundikwa juu yake, ndiye Yesu Kristo mwenyewe. Na sehemu ya tatu ni ibada ya komunyo takatifu kama tulivyokwisha kusema. Wapendwa ndugu zangu, somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya, hiyo sura ya 52 aya ya 13 hadi sura ya 53 aya ya 12. Sehemu ya somo hili ni tafakari ya wasifu wa mtumishi wa Mungu aliyotuokoa kutoka utumwa wa dhambi kwa njia ya mateso. Uso wake uliharibiwa sana, haukuwa na umbo wala uzuri wa kumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu wake, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Hakuhesabiwa kuwa kitu, lakini ndiye aliyechukua masikitiko yetu. Akajitwika huzuni zetu, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea. Hakufunua kinywa chake mbele ya watesi wake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa, akapigwa kwa sababu ya makosa yetu. Akafanyiwa kaburi pamoja na wabaya. Ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake,
Bwana aliridhia kumchukua, akamuhuzunisha, akaifanya nafsi yake kuwa dhabihu ya dhambi zetu. Kwa haki yake akawafanya wengi kuwa wenye haki, kwa kuyachukua maovu yetu na kumwaga nafsi yake hata kufa, ili kutukomboa sisi wakosaji. Tumlipe nini kwa mateso haya sababu ya dhambi zetu? Hatuna chochote cha kutoa na kutosha kama fidia, isipokuwa sisi wenyewe tuendelee kujinyenyekeza kwake kwa moyo wa toba na majuto, kumwomba msamaha na kuzitupilia mbali dhambi zetu na kuanza maisha mapya ya kiroho, tukiishi kwa kupendana na kusaidiana kindugu. Somo la pili kutoka waraka kwa Ibrania sura ya 4 aya 14 hadi ya 16 na ile sura ya 5 aya 7 hadi ya 9 linatuasa kumwamini Yesu Kristo, kuhani wetu mkuu, aliyeonja na kuvumilia taabu na mateso mengi kwa ajili yetu. Maana yeye anafahamu taabu na matatizo yetu. Daima yupo tayari kutuombea kwa Baba. Sharti ni hili: tuyashike maagano yetu tuliyoyafanya naye, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema na ya kutusaidia wakati wa mahitaji yetu, kwa njia yake yeye aliye wokovu wetu. Wapendwa, Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya 18 aya ya 1 hadi ya 19 na ile ya 42 inasimulia Yuda kumsaliti Yesu kwa busu, na hivyo kukamatwa na maaskari wakiwa na taa na mienge na silaha. Injili ya Yohane sura ya 18 aya ya 3. Ikiwa katika bustani ya Mizeituni, baada ya kukamatwa, Yesu alipelekwa kwa kuhani mkuu Kayafa, mkuu wa baraza la Wayahudi, Sanhedrin, chombo chenye mamlaka juu ya kidini. Rejea Injili ya Yohane sura ya 18 aya ya 12 hadi ya 14. Baraza ni kifo. Kwanza ni kulidhihaki hekalu la Yerusalemu, mahali patakatifu pa Mungu, ambapo wakuu wa makuhani na kuhani mkuu pamoja na watu wa kabila la Yuda waliishi kwa kutegemea na mahitaji yao kwa kupokea zaka na sadaka, akidai livunjwe naye atalisimamisha kwa siku 3. Rejea Injili ya Yohane sura ya 2 aya ya 19. Pili, alijiita Masia, naye akuwa na sifa za Masia waliyemngojea, mtu shupavu na shujaa wa kivita, mwenye uwezo wa kuwatoa mikononi mwa utawala wa Kirumi. Hivyo walimuona ni mzushi na adhabu yake ni kifo. 3, alijiita mwana wa Mungu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 5 aya ya 16. Hivyo alikufuru. Adhabu ya kukufuru ni kifo, kwani hakuna mtu aliyeweza kujifananisha na Mungu. Mashtaka hayo yote yalikuwa ni uongo, kwani kweli Yesu ni mwana wa Mungu. Hata akida aliyeshuhudia kifo chake anakiri wazi, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Yeye ni Masiha, na hekalu walilolivunja alilisimamisha kwa siku 3, ndilo mwili wake. Rejea Injili ya Yohane sura ya 2 aya ya 21. Ndugu zangu wapendwa, kwa makosa haya kadiri ya sheria ya Kiyahudi, Yesu alistahili adhabu ya kifo. Lakini kwa kuwa Wayahudi walikuwa chini ya utawala wa Kirumi, hawakuruhusiwa kutoa adhabu ya kifo. Rejea Injili ya Yohane sura 18 aya 31. Na kwa sheria za Kirumi, makosa ya kidini hayakuwa makosa ya kutoa hukumu ya kifo. Hivyo walilazimika kutunga makosa mengine ya uongo 3 ambayo ni ya kisiasa au ya uhaini. Kosa la kwanza ni kujiita na kujifanya mfalme, hivyo kumpinga Kaisari na kuchezea mamlaka ya kiserikali. Adhabu ni kifo. Kosa la pili ni kukataza watu kulipa kodi, hivyo kupinga maendeleo ya kitaifa.
na kosa la tatu ni kuchochea migomo. Ili kumshtaki Yesu kwa kosa la kuchochea migomo, watu wa ukatae utawala wa Kirumi walisema anatoka Nazareti, mji wa Galilaya, ambao watu wake walijulikana kwa upinzani, fujo na wana mapinduzi. Katika mji huu waliishi watu mchanganyiko wa pagani, watu kutoka mataifa mengine na Wayahudi. Yesu anaitwa Mnazareti sio kwa kuzaliwa, bali kwa sababu alikulia katika mji huo, mji wa Nazareti. Yeye alizaliwa Bethlehemu katika mji wa Daudi ili kudhihirisha kuwa anatoka katika ukoo wa Daudi. Kwa makosa hayo yote Yesu hakuwa na hatia, maana hata yeye alilipa kodi alipomwambia Petro aende ziwani na samaki wa kwanza atakayomshika achukue humo shekeli akalipe kodi kwa ajili yake na yeye pia. Hata walipomuuliza swali kama ni halali kutoa kodi au la, jibu lake lilikuwa hivi: ya Kaisari mpeni Kaisari, na ya Mungu mpeni Mungu. Yuda anashuhudia, nimekosa nilipoisaliti damu isiyo na kosa. Akarudisha vipande 30 vya fedha kwa wakuu wa makuhani. Pilato naye anasema, mimi sioni kosa la mtu huyu. Kwa woga anamtoa Yesu ateswe, akisema, mimi sina hatia juu ya kifo cha mtu huyu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 18 aya 38 na ile sura ya 19 aya 4. Kumbe ni dhambi zetu ndizo zilizomsulubisha Bwana wetu Yesu Kristo na zinaendelea kumsulubisha pale msalabani. Hatuna budi kutazama msalaba kwa moyo wa toba na majuto, kuomba msamaha na kuanza maisha mapya ya kumpendeza Mwenyezi Mungu.